Manara TV tumefunga safari mpaka Mwanga Pwani, mkoa wa Kaskazini Unguja, yalipo makaburi ya familia ya Ali Hassan Mwinyi. Na pembeni yangu hapa ni kaburi la Abbas Ali Mwinyi ambaye amefariki dunia siku ya jana Septemba 25 katika hospitali ya Lumumba wakati alipokuwa akiendelea kupatiwa matibabu. Na kama ambavyo unashuhudia, kaburi lake liko pembeni ya kaburi la baba yake Ali Hassan Mwinyi ambaye amewahi kuwa rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Na kama ambavyo unashuhudia, viongozi kutoka sehemu mbalimbali wanaendelea kuwasili katika eneo hili la Mwanga Pwani kwa ajili ya kumsindikiza Abbas Ali Mwinyi katika safari yake ya mwisho. Manara TV tuendelea kukupa update zaidi kuhusiana na kile ambacho kinaendelea kutokea hapa makaburi ya Mwanga Pwani. Jina langu mimi ni Yusuf Joel, nyuma kamera ni Stanislaus Mapicha. Hizi ni ripoti za moja kwa moja kutokea hapa Mwanga Pwani yalipo makaburi ya familia ya Ali Hassan Mwinyi, na huu pembeni yangu ni msikiti ambao huwa unatumika kwa ajili ya swala mbalimbali, lakini pia huu ndio msikiti ambao utatumika katika kumwombea dua na swala ya mwisho kwa mpendwa wetu Abbas Ali Mwinyi ambaye alifariki dunia siku ya jana. Lakini pia kama ambavyo unaona, viongozi mbalimbali wameendelea kujitokeza kwa wingi kuhakikisha wanamsindikiza katika safari yake ya mwisho marehemu Abbas Ali Mwinyi ambaye ametangulia mbele za haki. Lakini nikupe tu historia fupi kuhusiana na eneo hili la Mwanga Pwani. Eneo hili la Mwanga Pwani ndio eneo ambalo alizikwa rais mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia amewahi kuwa rais wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Hapa anamzungumzia Ali Hassan Mwinyi ambaye aliyefariki siku ya jana ni mtoto wake Abbas Ali Mwinyi, na mara baada ya Ali Hassan Mwinyi kufariki alikuja kuzikwa katika makaburi haya yaliyoko huku Mwanga Pwani. Na kwa taarifa ambazo nimezipata, nimepenyezewa na baadhi ya watu wa karibu, wameeleza kuwa hii ndio sehemu pekee ambayo itakuwa ni makaburi ya familia, kwa maana ya kwamba inapotokea mtu amefariki dunia ni wa familia, basi atakuja kupumzishwa huku kwenye makaburi haya ya Mwanga Pwani. Lakini pia kama ambavyo umeona pembeni ya lile kaburi ambalo atazikwa Abbas Ali Mwinyi, pembeni yake alishazikwa baba yake Ali Hassan Mwinyi. Lakini pia kama ambavyo unaona ni eneo fulani hivi ambalo ni kubwa kweli kweli, kwa maana ya kwamba hata ukishuhudia sehemu ambapo watu wameegesha magari kwa ajili ya kuhudhuria mazishi ya Abbas Ali Mwinyi, watu wanapata nafasi ya kuegesha magari yao, lakini pia wanapata nafasi ya kuja kutoa heshima na salamu za mwisho. Lakini kinachoendelea hivi sasa ni dua katika eneo hili hapa kabla ya kupumzisha mwili huo, kwa sababu tunavyozungumza hivi sasa mwili huo bado hauja wasili hapa Mwanga Pwani kwa ajili ya taratibu nyingine za mazishi. Lakini pia nikupe historia fupi ya Abbas Ali Mwinyi, na ni kwamba amewahi kushika nafasi mbalimbali za uongozi, mbali na kuwa mwanasiasa, lakini amewahi kuwa rubani. Lakini pia kwenye upande wa jimbo la Foni tulizungumza na wananchi wa eneo lile, wameeleza masikitiko yao jinsi ambavyo waliweza kushirikiana na Abbas Ali Mwinyi enzi za uhai wake na wakati alipokuwa mbunge wa jimbo hilo kwa takribani miaka 10 iliyopita, yani kuanzia mwaka 2015 hadi mwaka 2025. Na wameeleza jinsi ambavyo wameguswa kwa namna moja ama nyingine na msiba wa Abbas Ali Mwinyi. Lakini pia tukazungumza na upande wa chama kupitia katibu mwenezi wa itikadi Comrade Hamisi Mbeto, na kueleza jinsi ambavyo wao kama chama waliweza kushirikiana na marehemu Abbas Ali Mwinyi. Lakini pia wameeleza jinsi ambavyo marehemu Abbas Mwinyi ameweza kutekeleza kwa 99% ilani ya Chama cha Mapinduzi, kwa maana kwamba alikuwa ni kiongozi mchapakazi, mzalendo, mwajibikaji na aliyependa kuwaletea wananchi wa eneo lake maendeleo zaidi. Na alikuwa ni kiongozi kikweli wa mfano, kwa sababu kila unajaribu kuzungumza naye anamueleza kwa namna yake na kwa historia yake ya kipekee zaidi. Huyo ndio Abbas Ali Mwinyi. Lakini nikukufahamisha tu kwamba mara baada ya baba yake kufariki dunia, yeye ndio akama kaka mkuu
akawa ndio amechukua nafasi ya kuwa msemaji wa familia katika kile ambacho kitakuwa kinaendelea. Na kama ambavyo unashuhudia, viongozi mbalimbali wanaendelea kuwasili hapa Mwanga Pwani kwa ajili ya kumpumzisha mpendwa wao Abbas Ali Mwinyi katika nyumba yake ya milele katika makaburi yaliyopo hapa Mwanga Pwani. Kiukweli ni huzuni, Zanzibar imezizima. Zanzibar imejawa na sura ya upweke. Kama una uwezo wa kusikiliza kila mmoja wao, anaweza kumuelezea marehemu Abbas kwa nafasi yake, jinsi ambavyo waliweza kushirikiana naye, jinsi ambavyo waliweza kutengeneza ama kuwaletea maendeleo ya wananchi kwa ujumla, katika kuhakikisha kwamba anakuwa ni mtu ambaye ataendelea kukumbukwa. Lakini pia inaonyesha kwa namna gani ambavyo Abbas Ali Mwinyi ameendelea kuacha alama kwa wananchi wake, kwa sababu huu umati huu unaonyesha ni kwa namna gani wananchi au wa Tanzania kwa ujumla wamekuwa wakishirikiana kwa namna moja ama nyingine na marehemu Abbas Ali Mwinyi tangu alipokuwa mbunge, lakini pia hata mara baada ya kumaliza nafasi yake ya ubunge na kugombea tena, tuliona chama hicho kilimpitisha. Kwa hiyo unaposhuhudia umati mkubwa watu kama huu umejitokeza kwa ajili ya kutoa salamu za mwisho, kumsindikiza katika safari yake ya mwisho, tafsiri yake ni kwamba Abbas Ali Mwinyi alikuwa ni mtu wa watu, alikuwa ni mwenye kupenda maendeleo, alikuwa ni mwenye kushirikiana na kila mtu. Na ndio maana tafsiri ya umati huu uliojitokeza kwa siku ya leo, tafsiri yake ni kwamba Abbas Ali Mwinyi alikuwa ni mtu wa watu.